Bana mtazamaji wa Scope Media, tuko na mzee wa VAR. Watu wanamuita siku hizi kitengo, mtu wa system. Kwema lakini wazee wa system, wengine wananiita Mr. Plumbing Man, fundi bomba, mzee wa kufungua makoki. Na majina mengi, wengine wananipa mzee wa kitengo, mzee wa system, mtajua tu mwaka. Bana jana tulizungumza kabla hata taarifa ya bodi ya ligi kujiuzuru baadhi ya viongozi, Almas Kasongo ambaye amesimamishwa, lakini Steven Mguto ambaye ameandika barua kujiuzuru yeye mwenyewe. Tulizungumza ukasema ndani ya siku 10 hawawezi kuvuka, lazima watakuwa wamejiuzuru. Ulijuaje? Unajua kuna kitu inabidi kwanza uelewe. Watu wa system kama sisi hatuwezi kukosa data ndogo kama hizo. Mimi na data nyingi na taarifa nyingi sana. Mimi nina source kubwa ya habari. Nina vyanzo vyangu vingi vya habari. Watu waniamini tu, lakini mimi mtu mkubwa sana. Na kitu ninachowaambia hata huyu katibu mkuu suni tu taarifa kwa umma utaiona. Watu wa Simba, nimeona baadhi ya mashabiki wa Simba wanalalamika ni kwa nini viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru, na kulikuwa hakuna haja yote wao kujiuzuru kwa sababu hawajafanya kosa lolote. Unajua kuna kitu watu wanashindwa kuelewa. Wale viongozi waliojiuzuru ilikuwa ni lazima hicho kitokee kwa sababu tayari kuna makosa waliyafanya before, makosa ya kulindiana ugali, kuteteana. Ukimsikiliza Mguto alikuwa anaonyega kwa huzuni, sasa tungeacha ile swala litimie, kuna timu ingeshushwa daraja. Tafsiri yake amevunja kanuni kwa niaba ya kuilinda timu zishuke daraja. Sasa kiongozi kama huyu haifai kuongoza mpira wetu. Kwa ilikuwa ni lazima kitengo kitenguliwe kile. Sasa ameondoka CEO, kaondoka na mwenyekiti. Hao watu mimi nao ambao wana uwezo wakakava zile nafasi vizuri. Nani hao? Kwenye upande wa mtendaji mkuu wa bodi, mimi namuona Dominic Salamba anafaa. Kwa mwenyekiti nani, katibu mkuu nani, CEO? Kwa CEO wa bodi Dominic Salamba, alafu mwenyekiti tunataka mwenyekiti kijana Hans Raphael. Hansi wawili wanatosha. Yani mpira wetu mwenyekiti akiwa Hansi, alafu mtendaji mkuu aka Dominic Salamba. I swear to God, hii ligi msimu ujao itakuwa ni ligi kama ya mfano wa La Liga, UEFA Champions League au EPL ya Marekani. Uingereza. Kabisa. Kwa sababu gani? Cha kwanza VAR wakiwepo wale itaanza kufanya kazi. Cha pili, kombe bingwa litapanda thamani. Oya, haiwezekani South Africa ligi yao nafasi ya 5. Bingwa anapokea dola milioni 1. Sio point ngapi? Yaani kibongo kama bilioni 2.9. Sio, unanielewa? Haiwezekani. Yaani ligi namba 5 anapokea bingwa wa ligi bilioni 2.9, alafu bingwa wa ligi namba 4 anapokea milioni 500. Haiwezekani. Kwa hiyo na mimi tukiwapa hao nafasi itasogea. Wenye uwezo wa kubadilisha hili swala ni Hans Raphael na Dominic Salamba. Tukiwaamini kwamba wana Dominic njoo uwe CEO. Alafu wewe Hans Raphael njoo uwe mwenyekiti. I swear to God, mpira wetu unapanda. Sasa mtawakubali kwa sababu nyinyi huku upande wa pili nyinyi watu wa Simba ndio mnaonekana kama mpo opposite na hao watu ambao umewataja. Nisikilize, huu ni ukweli ambao tukubali tukatae, wale ni watu bora kwenye mpira wetu na wanajua soka. Hans Raphael akiwa mwenyekiti, I swear to God, mpira wetu utakuwa ni miongoni mwa mipira bora kuwahi kutokea. Tumpe Hans Raphael mwenyekiti. Haya, tuje kwenye CEO mtendaji. Ukimwangalia Dominic Salamba ni mtu ambaye ashafanya kazi nyingi za jamii. Ana uwezo, hata ukienda kumhoji unamsikiza fact anazotoa, anajua vitu vingi kwenye mpira wetu. Dominic Salamba anafaa kuwa CEO wa bodi ya ligi. Si nafasi ziko wazi. So atafuta watu wenye weredi. Majina pendekezwe hayo. Watu wamemtaja pia Jemedari Said anafaa kuwa CEO wa bodi ya ligi. Jemedari ameshindwa hata kuwa CEO wa JKT. Sasa ataweza kuwa CEO wa bodi ya ligi? Si majina nao pendekezwa. Kashindwa kuwa CEO wa JKT, ile pale imemshinda. Haiwezekani. Kwanza na wasiwasi, hawezi kuikava ile nafasi. Yule amekaa kiushabiki sana kuliko kiuchambuzi. Yana taarifa kutolewa kwamba mchezo umesogezwa mbele. Watu walianza kuadhiaki Yanga, matakwa yenu yametimizwa, lakini muda mchache baadaye taarifa zikaja kwamba tayari yale matakwa baadhi yameshaanza kutimizwa. Na wale wachambuzi mpaka leo hatujaona wakiposti. Wanakosea wapi? Yaani iko hivi, ile timu wale ni wengi, so wachambuzi, hadi media department ya Simba inaposti no caption. Yaani ushaona zile picha zinaongea, watu wanaomba lazi.
Unaelewa? Watu wanaposti mabendera, wanaona aibu. Unajua kusikiza nikwambie, huu mpira ni mweupe tu, umenyoka. Kwa sababu kama mimi ningekuwa ni kiongozi kwenye ile department ya Simba, zile barua mbili nisingeruhusu zipostiwe. Kwa nini? Cha kwanza barua ya wizara ya kuruhusiwa tukafanya mazoezi uwanja wa Benjamin Mkapa. Alafu cha pili ni ile barua ya hatuchezi. Watu wanasema ile barua ya wizara ipostiwa kwa ajili ya ushahidi in case ikitokea kama dabi kuahirishwa bila kufuata taratibu. Iko hivi, nisikilize. Ile barua ya wizara wamewatumia management ya Simba. Kwani wizara wenyewe ya michezo wameiposti? Sasa kuna haina haja. Ungeweka zako kabatini kama hivi janga limetokea, aibu hamna aibu. Haya, niambie kama Simba tusingeposti zile barua mbili. Ya hatuchezi mechi tofauti na tarehe 15 na ile barua ya wizara tusingeposti. Sasa tungekuwa tuna aibu. Wale mna aibu sasa hivi? Aibu kaka. Aibu inatokana nini? Aibu inatokana na zile kauli zetu ambazo tumeshindwa kuzisimamia. Tunaonekana hatuna misimamo na kiukweli ile department ya media ile upande wa Simba sio inaitwa hivyo? Media department. Media department ile. Ile ina shida. Watu wanasema kwamba maamuzi yaliyofanyika ni kama vile kuifavor Yanga, baadhi ya mashabiki wa Simba. Yanga ana favor vipi? Yanga amesimamia sheria na kanuni kwa sababu ilikuwa ni lazima tarehe 8 ile mechi imeahirishwa kinyume na utaratibu na kanuni. Sasa kama imeahirishwa ile na sisi tunacheza, tunataka tarehe 15 Simba tucheze, Yanga naye amesema achezi na sisi hii mechi iahirishwe na imeahirishwa. Ulimzungumzia Hans Raphael. Jana nimemwona ni mmoja wa wachambuzi walikuwa na furaha sana, lakini pia kuna muda ulikuwa naye live. Unamrate kwenye namna gani ya uchambuzi, sababu anasema amepigana vita katikati ya watu 10 yeye peke yake alikuwa anapigana vita na mwisho wa siku ameshinda. Yaani Hansi sio mchambuzi. Ukimweka kwenye level ya uchambuzi tunamkosea heshima. Hansi inabidi tumweke kwenye level ya waandamizi. Waandamizi kiaje? Yaani waandamizi wa soka. Yule sio mchambuzi, atatoka hizo level. Yaani Hans Raphael ukimsikiliza unahisi kama vile unamsikiliza rais wa TFF. Unahisi kama unamsikiliza rais labda wa soka wa Ujerumani, rais wa soka yaani ana vifakti vyake ambavyo akivitoa kama mtu una akili timamu unaelewa. Hansi kuwa pale kwenye uchambuzi. Naweza nikasema ni maarifa tu madogo ya viongozi wa mpira wa baadhi ya mataifa mengine. Lakini Hansi kama labda sio inaitwaje huko FIFA wakimuona ile mali. Mchome. FIFA wakimuona Hansi ile mali shekhe. FIFA ya kwetu duniani hapa. FIFA wakimuona yule anaweza kumpa hata makamu wa rais. Lakini yeye si ndio mnampiga vita watu wa ubaya ubwela. Nabii akubariki kwao. Mimi nakwambia. Msemaji alisema kwamba yule ni chawa anatumika. Iko hivi sasa haki imeamua. Hansi amenyoka hivi. Hansi kuna kipindi alikuwa na wababu wa Yanga, hadi watu wa Yanga wakawa wanamtukana. Lakini alikuwa anasema kitu kilicho nyoka. Alivyogeuka huku kunyosha tena, watu wanaanza kumwambia ni chawa. Machawa wako pale, hawaruhusu Hansi afanye interview aongee. Na Hansi anasema Jumatatu inachelewa. Na miongoni mwa watu ambao nitawasha redio saa 1 asubuhi Jumatatu ni mimi kusubiria Hansi anasema ni Hansi anatoa na somo. Nisikilize. Hansi ana uwanja wake ule uwanja anaendaga nao pale. Anatoa na somo kuwafundisha wale wazee. Lakini wale wazee wa mule ndani kwenye kile kipindi chao vichwa vigumu, wamesimamia ajenda zao. Yaani utasema wale wanaka grupu kao. Kale ka grupu wanasema leo tunaenda kujadili hiki. Oya ukienda nje ya mada watakushambulia. Hansi waga anashambuliwa hadi namuonea huruma. Lakini kwa kuwa ni mtu anayesimamia haki na anasimamia ukweli, bado anabaki hapo hapo. Kwa kile kilichotokea siku ya jana, inatoa picha gani kwenye mpira wetu? Yaani watu wengi wanajua ukweli lakini njaa zinawayumbisha. Yaani especially bado tuko kwenye hoja ya wachambuzi. Wachambuzi bado wanajua ukweli lakini njaa zinawayumbisha. Ofa za tiketi, za ndege, hamna hii bosi sielewi bana, basi poa chukua dola 200 hiyo. Zinawasumbua sana. Sasa ofa ya tiketi inawasumbuaje wakati watu walikuwa wanachambua kila mtu anaamini kile ambacho anakiamini? Shida kuna pale ukweli. Unajua ukweli iko hivi. Hansi anaweza akasimama huku na wachambuzi wengine wakasimama huku. Alafu ukweli ukabaki katikati. Nani mwenye uwezo wa kuufesi? Nani mwenye uwezo wa kuufuata? Ndio tofauti ya wachambuzi wengine. Ukimsikiza Nasir Halfani, Nixon nani Job yule? Job. Job. Wachambuzi wa Wasafi unaona kabisa hawa wachambuzi ndugu zangu ni watu walioenda darasani. Yaani ni watu wamenyoka hivi. Si unanielewa? So unamsikiza mchambuzi, yaani ukiwa unamsikiliza unaona kama ni mchome huyu. Unamwona mchome, sasa yaani unamwona ni shabiki. Si unanielewa? Kwa sababu
Yanga mchezo umepelekwa mbele, wewe mchambuzi unatoka unaanza kuwalaumu Yanga. Alafu saa moja lijalo inatoka taarifa nyingine, unajiona kama umekaa kama ng'ombe yani. Acha Mungu. Kwa sasa wewe sio mchambuzi, wewe ni shabiki. Tukimaliza sana ila hapa, dabi tarehe 25 haina kipengele, lakini mpaka sasa hivi hamjaposti kama mnacheza au hamcheza. Kwa taarifa nilizozipokea, kwa taarifa kuna vikao vingi vimekaliwa, watu wanataka wasuse. Lakini sasa nani mwenye uwezo wa kususa? Kwa sababu iko hivi, ukikataa, ukiandika barua kukataa, pale chini pale inaandikwa imetolewa na nani. Kila mmoja anakataa jina lake lisiandikwe. Kwa sababu ukiandika wewe ndio umesababisha ile kanuni ya kususia mchezo, timu itakatwa alama 15. Na Simba ikikatwa alama 15 ina maana haiendi klabu bingwa. Kwa nini? Sipoteza alama nyingi. Itakuwa chini ya Azam. Kumbe ikatoa hivi inakuwa chini. Chini ya Azam. Sio, unanielewa? Ina maana itaenda tena shirikisho. Cha kwanza. Cha pili, yani Simba atashushwa daraja. Alafu cha tatu, umeelewa? Kiongozi atakaye shiriki kwenye mgomo atafungiwa kutojihusisha na mpira, na hisi kuanzia mwaka mmoja hadi mingapi. Sasa nani atakubali? Mashabiki pia ambao walitoa kauli na ile misimamo yao, ulikuwa unawatazamaje kwanza? Nisikize, wale mashabiki mimi mara zote waga na wahusiaga. Nyie mashabiki msiwe kama vichwa tenge mnapelekwa na upepo. Wale wanamfuata sana msemaji. Kwa nini? Yaani wanaamini kwamba kauli ya msemaji ndio kauli ya klabu. Lakini tunatakiwa hivyo. Sasa kuna moment zinatoka zile media. Sasa kama hivi viongozi wa Simba wako bize. Viongozi wa Simba wako bize. Mwenyekiti wa Simba yuko wapi? Mo Dewji. Yuko nje. Nchi yule ni rais wa heshima, mwenyekiti ni Murtaza Mangungu. Mwenyekiti wa bodi ni Mo Dewji. Mo Dewji ni mwenyekiti wa bodi na ni rais wa heshima, yuko wapi? Sasa ina maana yale wanayofanya wanamsikiliza nani? Ina maana zile kauli sometimes Mohamed Ally anazitoa kichwani. Na ka department kake kale ka media ndio wanafanya haya mambo. Mashabiki wasifuate kauli ya msemaji. Nisikilize, unachoambiwa changanya na chako kichwani. Mwisho wa siku, this time naona clip za Jibizi na trendi, anaonekana hana akili. Kila mmoja anasema huyu vipi? Huyu anaonekana amechanganyikiwa. Katolewa akili na nani? Na msemaji. Kwa sababu msemaji ushasema msimamo wetu kama club hatuchezi. Tunatambua mechi tarehe 15. Haya, tarehe 15 hamna mechi. Nilikuwa namtazama pia shabiki mwingine wa Simba, nadhani Miraji mara moja kama sija, anasema kwamba kilichofanyika jana hakijatibu tatizo, kwa sababu kama TFF walishindwa kuamua wenyewe mpaka mamlaka ya nchi ndio imeamua, ni dhahiri sheri bado hatujatibu tatizo. Yaani iko hivi, tatizo kama lile haliwezi kutibiwa kwa mara moja. Lile tatizo litatibiwa mdogo. Wameanza pale kusafisha. Mimi nadhani haya makosa, tatizo ni yale makosa ya makusudi. Yaani tatizo sio uongozi. Tatizo ni yale makosa ya makusudi. Kwa hiyo kama wataona wenzao kilichowakuta, hawatarudia kufanya makosa ya makusudi. Bwana, shukrani sana. Pamoja sana.